Niazime mkono basi hata ninakushika mkono. Nipe mkono. Fanya basi hata tikisa kama vile umenishika hivi. Alafu geuka kulia pa. Kulia kwako. Alafu msalimie mtu. Msalimie mtu. Huyo mkono utakayemgusa mwambie ndio wewe, mwambie nakusalimu kwa jina la Yesu kwa niaba ya mchungaji. Aya, geuka upande mwingine, twende. Aya, mwambie rafiki nakusalimia kwa jina la Yesu kwa niaba ya mchungaji. Mwambie umependeza sana leo. Na leo ni siku yako. Usitoke hapa kama ulivyoingia. Mwambie ninaamini utatoka umehudumiwa na Bwana. Kama ni wewe sema amen. Haleluya. Mimi ninaitwa Anaeli Gottlob Palanjo kwa jina la Yesu. Ni mchungaji wa kanisa hili kwa neema ya Kristo. Na huyo niliyekuwa ninaongea naye hapa ndiye mke wangu. Na pamoja naye tuna watoto wa kuzaa 6 na wengine wa kulea 4, tuko 10, familia ya maana kabisa. Haleluya, haleluya. Sasa leo nilikuwa natamani tu nisimame hapa niwabariki, na ndicho nimeleta hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama umekuja umesononeka, utaondoka una furaha katika jina la Yesu. Na kama umekuja kuna kitu hujui, utaondoka unakijua katika jina la Yesu. Katika makanisa mengi jambo hili hufanyika mengi sana. Ya wa Pentekoste miaka 1960 walianzisha utaratibu wa kuwa na siku ya kutambua kazi za wachungaji wao. Na makanisa mengi huku Tanzania hawafanyi kabisa. Lakini hiyo iko kimaalum. Kwenye madhehebu mengine ya Kipentekoste inafanyika mwezi wa 10. Kuna siku inayoitwa Pastors Day. Lakini sio maarufu kama Women's Day, Father's Day, nini Day. Sio maarufu kwa sababu sio kitu kinachoshangiliwa. Lakini kwa Assemblies of God duniani kote inafanyika Jumapili ya kwanza ya mwezi Disemba. Na inafanyika kila mahali. Mimi sikuwa ninajua na sikuwa naifanya kuwa maalum. Tulikuwa tunaandikiwa barua, hata mwaka huu tumeandikiwa barua kutoka ofisi ya jimbo. Na barua zinatumwa makanisani kwa wazee wa kanisa au viongozi wa kanisa au baraza la uongozi. Alafu wao wanawahamasisha kanisa. Kwa mfano kwenye jimbo letu mwaka huu wameambiwa kama mnaweza kukodisha shamba, mkalima, mkapata chakula, mnaweza wale wa mashambani, wale wa mjini, mnaweza mkatengeneza mfuko, mkatafuta pesa, mkahakikisha mchungaji wenu anapata zawadi nzuri na vitu vya namna hiyo. Tuliweka maelekezo. Sasa kwa Tanzania Assemblies of God ilikuwa iko hivyo zaidi kwa makanisa ya Dar es Salaam na baadhi ya mijini Arusha. Lakini mwaka 2011 nilialikwa kwenda kufundisha semina huko Naivasha, Kenya. Kule ndo nilielewa maana ya ile kitu. Nilikuta kanisa limefurika mpaka nje. Lile kanisa ni kama mara 2.5 ya hili. Sasa watu wamesafiri. Mimi nilialikwa na mshirika mzee wa kanisa, akasema tunaomba uje uhubiri siku ya kutambua kazi ya mchungaji. Kwa kweli nilijiona nyuma sana. Wale washirika kila mtu alisimama na watu wake hapa na msururu mpaka kule. Kila mmoja amekuja na zawadi. Yaani hamna hii ya kwenu ya kuchangisha. Siku ya kutambua kazi ya mchungaji. Mimi nataka nitambue kazi ya mchungaji na kiwango hiki. Ukashangaa. Sasa ndio nikaanza kuitafuta kwenye historia. Nikagundua ni kitu kimefanya maajabu huko duniani. Na baada ya hapo nikasema nitawafundisha washirika wangu. Kwa nini? Soma pale juu 1 2 3. Soma. Mamlaka Mungu aliyompa mchungaji kuwaongoza na kuwafanikisha watu gani?
ili kuwabariki, kuwaongoza na kuwafanikisha Wakristo. Yule mchungaji alizungumza maneno haya: kama hujui kusherehekea wengine, naomba urudie nyuma yangu. Kama hujawahi kuheshimu, usitafute kuheshimiwa. Kama hujui kupenda, usitegemee kupendwa. Na kama hujui kuonywa, huwezi kuonya. Tunapokuja kanisani, tunakuja tukitokea maeneo mbalimbali. Wengine tumefanyiwa birthday toka mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza kabisa ulipokuwa tumemaliza mwaka mmoja, wazazi wako walisimama wakasherehekea, wakapika, wakawasha na mishumaa, wakakuimbia happy birthday to you. Sawa kabisa, ikawa nzuri. Lakini kuna wengine ambao hawajawahi kuimbiwa chochote. Mimi siku ya kwanza niliposikia siku ya kutambua kazi ya mchungaji tunatakiwa tuje na sadaka, nilikasirika sana. Mimi niangalie vizuri, mimi sio mtu mwingine, mimi sema yani mchungaji anakuja pale anataka yani nini? Kwa nini? Mimi birthday neno happy birthday nimeisikia nikiwa na zaidi ya miaka 20. Hello, bado naongea na mtu. Sasa mimi najua kumsherehekea nani? Kwa nini sijui kusherehekea yeyote? Sijui kusherehekea yeyote. Sasa Roho Mtakatifu akanipitisha kwenye neno lake. Na pale pana maandiko. Kabla hatujasoma maandiko, na muda mfupi tu hapa. Hii ni saa 6 kasoro dakika 1. Na muda mfupi tu hapa. Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu, kitu cha kwanza alifanyaje? Jamani, Mwanzo 1:28 anasema Bwana Mungu akawabarikia. Si ndio jamani? Jamani, si ndio? Tunajifunza Bwana Mungu akafanyaje? Akawabarikia. Kwa hiyo Mungu akawabarikia. Lakini tunaona wanadamu wakakosea. Mwanzo sura ya 8 nafikiri ya 9, watu wakakosea. Walipokosea, Nuhu akanani tena akabaki peke yake, kizazi kaanza upya. Bwana Mungu tena akambarikia. Jamani, haleluya. Baada ya pale Mungu akamuita Abraham, sura ya 12 kitabu cha Mwanzo. Ukisoma Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza, anasema toka wewe na afika mahali anasema nami nitakubarikia. Haleluya. Jamani, haleluya. Utaelewa tu. Yaani naona kuna mahali ambapo unasikia kizunguzungu, ila utaelewa tu. Leo lazima uelewe katika jina la Yesu. Weka mkono wako juu tena hivi. Sema Roho Mtakatifu, mchana wa leo nimesikia watu wengi sana, lakini nataka nikusikie wewe. Sema na moyo wangu, nisikie sauti yako wala sio ya mwingine, katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo Mungu akambarikia Abraham. Lakini wakati Mungu alipomaliza kumbarikia Abraham, akampa Abraham nafasi ya kuwabariki watoto wake. Akambariki Ishmaeli, akamwambia nenda na huko utakakokwenda ukastawi. Mpaka unashangaa. Baada ya Ibrahim, Isaka akamwambia Esau nenda katitafutie. Sasa baraka imeshakuwa ina kitu kinachoitwa point of contact. Anamwambia Isaka anamwambia Esau nenda kaniwindie mawindo.
unitengenezee chakula kitamu namna ile niipendayo. Ninawashukuru watoto wa Penueli, hata kama hamna chochote mlichofanya, namna palivyopendeza hapa ni namna ile niipendayo. Bwana na awabariki. Ndio hivyo, yani namna ile niipendayo, ili nafsi yangu ifurahi na roho yangu ikubariki. Kuna vitu viwili unahitaji kujua. Jambo la kwanza, unapofanya mambo yanayogusa ufahamu, macho yale yanashughulika na nafsi, lakini nafsi inapofurahi roho inabariki. Haleluya. Mbona nimeanza kuhubiri tena na mimi kwa sitaki kuhubiri? Kwa hiyo ikaendelea vile. Isaka akambariki Yakobo, maana Rebeka aliposikia ni saa ya baraka, akasema baraka hii sio ya Esau, ni ya Yakobo, kwa sababu Esau aliuza uzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Yakobo akatengeneza chakula namna ile baba yake aipendayo, na baba yake akatamka maneno ya ajabu sana. Akamwambia, mwanangu, manono ya nchi na ya umande wa mbingu ninakuambia wewe ambaye umefanya kwa moyo mwema, ninakutabiria wewe ambaye ulichukua sadaka yako. Ngoja nikwambie kitu, inawezekana sadaka yako ni ndogo au ni kubwa, ila kwa vyovyote ulivyofanya, mbingu zikunyeshe mvua na shamba lako litoe mazao. Nasema ardhi itoe mazao, manono ya nchi yawe kwa ajili ya faida yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa tukafika hapa sasa, Yakobo aliyebarikiwa, sura ya 48 anabariki watoto wake. Sasa tuone hapo anabariki watoto wake. Tuangalie hapa, tusome kidogo Mwanzo 48:15 hadi 22. Mwanzo 48 haya. Sasa utasoma nyuma yangu kama ilivyo desturi. Sijui ni kusimamisha au ni kuache. Nauliza, ni kusimamisha au ni kuache? Utasoma au utanitegea? Nataka nisikie sauti, sio kubwa, sio ndogo, ya kati, lakini ya umoja. Sisi umoja ni tunu yetu. 1 2 3. Akambariki Yusufu. Mmeshanielewa. Leo angalieni nisije nikafia hapa nikiwabariki katika jina la Yesu. Paka watoto uwaambie mmeshanielewa. Twende. Akambariki Yusufu, akasema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahimu na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa. Look here, anayebarikiwa hapa ni Yusufu, ila waliowekewa mikono hapo ni Manase na Efraim. Maana yake baraka ni contagious, baraka inaambukiza. Na mimi niko hapa kukuambukiza. Mimi ni mbarikiwa, na mimi ninakuambukiza kwa jina la Yesu. Iende kwa watoto wako na wajukuu katika jina. Jina langu, tuendelee. Jina langu na litajwe juu yao. Kuna watu wameshaanza kusahau. Jina langu na litajwe juu yao. Jina la baba zangu Ibrahim na Isaka wawe wingi wa watu kati ya nchi. Tuendelee. Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraim, ikawa vibaya machoni pake, akainua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraim ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Hapa ninatamani nipazungumze kidogo. Wakati wote sisi tuna mitazamo. Wakati baba anapokuwa akibariki, kila mtu ana nini? Ana mtazamo wake. Naomba nikwambie, ni halali yako kuwa na mtazamo wako.
Sawa sawa jamani? Sawa sawa jamani? Ni halali yako kuwa na mtazamo wako, lakini ni vizuri ukajifunza. Tuendelee. Yusufu akamwambia babaye. Tusome basi, mbona mmeshaacha tena? Kama nilivyowaambia, Yusufu akamwambia babaye, babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Babaye akakataa, akasema, najua mwanangu, najua. Najua hapo ziko ngapi? Najua ziko ngapi? Hem, turudie tena. Najua mwanangu, najua. Mwambie mwenzako, baraka ya mtu sio ya kwako. Watu wengine mnasema ana upendeleo. Sio sisi tumeanza, Mungu ndo alianza. Twende. Najua mwanangu, najua. Yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake utakuwa wingi wa mataifa. Manase ni taifa, ila Efraim ni wingi wa mataifa. Akawabarikia siku ile akasema, katika ninyi wa Israeli watabariki wakisema, Mungu na akufanye kama Efraim na Manase. Akamweka Efraim mbele ya Manase. Mstari wa 21. Israeli akamwambia Yusufu, angalia, mimi ninakufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nanyi, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu. 22. Nami nimekupa wewe. Penueli hamjanielewa hapa. Kama unataka kujitabiria ni wakati wako. Nami nimekupa wewe. Nataka nisikie. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako niliyoitwaa katika mikono ya Waamori, kwa upanga wangu na kwa upinde wangu. Bwana afanye hayo kwako na kuzidi katika jina la Yesu. Haleluya. Unajua shida leo ni kwamba ni siku ambayo sikutaka kuongea. Twende tena kwenye kitabu cha Yeremia 23 mstari wa 3 na 4. Hapo ni miwili tu. Yeremia 23 mstari wa 3 na 4. Rudia nyuma yangu kwa haraka. Nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitaweka juu yao wachungaji watakao walisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hatapotea hata mmoja wao, asema Bwana. Hatapotea hata mmoja wenu, asema Bwana. Waibrania 7:4 hadi 7. Waibrania 7:4 hadi 7. Maandiko ni mengi lakini mazuri. Rudia nyuma yangu. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao. Haya, tuangalie kwa nini. Yaani ndugu zao
kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki aliye na ile ahadi, wala haikanushiki kabisa. Hebu tuseme kwa ujasiri, wala haikanushiki kabisa, kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Sasa nataka nikimbie. Watu wa Mungu, maisha ya Mkristo hupanda au kushuka kulingana na mamlaka ya kiroho aliyowekwa chini yake. Mungu hatoi tu wachungaji, anawapa mamlaka, na kupitia hiyo mamlaka hufanikisha watu. Zamani za Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari ule wa 20, Yehoshafati alisimama akawaambia watu, waaminini Mungu mtathibitika, lakini waaminini manabii wake mtafanikiwa. Kufanikiwa kuna kujaje? Tutaona huko mbele. Hii ndio sababu adui upinga uhusiano kati ya kondoo na mchungaji, kwa sababu ni nguvu, ulinzi na hatima ya muamini iko ndani ya huo uhusiano. Yaani nguvu, ulinzi na hatima ya mshirika inakaa katika uhusiano alionao na madhabahu iliyo mbele yake. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15 anasema, nami nitawapa wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa ufahamu na maarifa. Na malengo matatu ya somo hili: 1, kufahamu mamlaka ya kiroho juu ya mchungaji kwa ajili ya kanisa; 2, kuelewa namna inavyoleta baraka, ulinzi, mafanikio na mwelekeo; 3, kuona athari za kutotambua mamlaka hiyo. Tuangalie sehemu ya pili. Sehemu ya pili katika somo langu, hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza, ni utangulizi. Inasema mamlaka 7 alizoweka Mungu juu ya mchungaji wako. Hapa nataka nitumie dakika 18 mpaka 20. Kwa hiyo kama utahitaji utaipata kwenye audio au utaipata YouTube. Kwa hiyo unaomba ukae makini ili usikilize na ubarikiwe. Kama unabarikiwa sema amina. 1, mchungaji amepewa jukumu la kuwaza na kuwapa maelekezo ya kimungu wa Kristo. Utaona kwenye kitabu hicho cha Yeremia 5:3-15. Ndio maana anaitwa baba. Yeye awaze kwa niaba yako. Yeye afikiri mwakani tutaendaje. Yeye apige magoti atafute chakula kutoka mbinguni. Mchungaji ni kiongozi wa kiroho aliyeunganishwa na sauti ya Mungu kwa ajili ya kundi. Sasa mwambie kitu. Kupitia mamlaka hii mchungaji huongoza watu kuepuka hatari na kuchukua maamuzi sahihi na kusikia mwelekeo wa Mungu. Wakristo wengi hupotea kwa sababu wako chini ya mtu wa Mungu Wakristo wengi hupokea kwa sababu hawako chini ya mtu wa Mungu anayesikia kwa ajili yao. So many times unatamani kwenda lakini hauna mahali, hata kama wewe una sauti itathibitishwa. Sikia ngombe kitu. Zamani za Agano Jipya kila Mkristo ana uwezo wa kumsikia Mungu. Kila mtu akijitia chini ya uwepo wa Mungu anaweza kusikia sauti ya Mungu. Lakini mara nyingi sisi tunayo mashaka, na kwa sababu tunayo mashaka tunahitaji mtu atakayekuja atuambie hilo ulilosikia ni kweli, chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo muhimu hapa ni kwamba kila mtu anao upako. Ni zaidi ya kumtikisa mtu mwambie unao upako wa kusikia kwa ajili yako. Mtikise mwambie unao upako wa kusikia kwa ajili yako.
Kama umeokoka, umejaa Roho Mtakatifu, unao upako, nasema unao upako, sema amina. Maana shida ni kwamba hujawahi kujua unao. Leo nakufundisha unao. Mwambie mwenzako unao. Tikisa mtu, mwambie unao. Shida ni kwamba sauti ya shetani kwenye masikio yetu ni kubwa kuliko sauti ya Mungu. Sauti za watu zina sauti kuliko sauti ya Mungu, na hivyo kila mara tuna wasiwasi. Na leo katika jina la Yesu ninapasua huo ukuta uliosimama kati yako na mbingu, kwamba masikio yako yamsikie Mungu sawa sawa, na uwe na mahali yatathibitishwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe. Hishu ni kwamba Mungu mara zote huweka mchungaji mwenye upako wa kusikia kwa ajili ya wote. Haleluya jamani, haleluya. Mungu anaweka upako maalum. Namba 2, kuwalinda na kuwafungua kiroho. Mamlaka namba 2 ni kuwalinda na kuwafungua kiroho. Waebrania 13:7. Utasoma kwa wakati wako. Biblia inasema mchungaji hupewa mamlaka ya kuwa mlezi wa roho za watu. Ukisoma hiyo anasema hivi, wanyenyekeeni, watiini na kuwanyenyekea wale ambao wanawaongoza, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Wow. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafani. Kwa Mungu anaachilia mamlaka ya kuwalinda na kuwafungua kiroho. Siku moja kuna mtu atakumbuka hapa, sitaki kumtaja jina, nikiwa niko nyumbani kwangu, malaika wa Bwana akaja, nikasikia kama mtu ananipiga, akaniambia amka, akanionyesha picha. Nasikia kama mtu ananiamsha, alafu macho hayafunguki. Akaniambia angalia, nyumbani kwa fulani kuna vunjo. Kesho yake lile jambo lilithibitika. Bahati nzuri ambaye nilimwambia hilo jambo yuko hapa, na picha alichukua akaniletea, akaniambia ni kweli baba. Sasa Mungu haniweki mimi ili kwamba niwe Mungu kwako. Ameniweka hapa niwe jicho la ziada, niwe jicho kwa niaba yake, na mimi nimekubali katika jina la Yesu. Hautapotea ukikubali. Haya mafuta yanatosha. Inuka, vuka ng'ambo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndio. Namba 2, milango mingi ya shetani hufungwa kupitia maombi, macho na ulinzi wa mchungaji. Sema kitu. Watu wengi wanaweza kukuombea, ila mchungaji wako akikuombea ni kitu kingine tofauti. Kwa nini? Roho zenu zinapaswa kuwa zimeunganika. Haleluya. Tumesoma kwenye kitabu cha Waebrania tukaona kwamba wale waliopewa nafasi ya kuwa makuhani hupokea zaka, sehemu ya 10 kwa watu wao. Kwenye kitabu cha Wakorinto, nimesahau ni sura ya ngapi, tunaona Mungu aliwapitisha Israeli kwenye bahari ya Shamu kimaalum, ili wapite kwenye bahari ya Shamu wawe wa Musa. Na sisi hapa ni ndugu. Haleluya jamani, haleluya. Kama mtu anakaa vibaya, mwambie ni saa ya kupokea baraka. Kaa vizuri, udake haya kwa jina la Yesu. Usikubali kufungwa goli na shetani. Huu ni wakati wa mimi kuachilia neema ya ulinzi, baraka na heshima. Usiguswe na msumari wala na mwiba wala jiwe katika jina la Yesu. Ndio. Milango ya shetani hufungwa. Ni mwenye mamlaka hiyo ndiye anayefunga. Kondoo au muamini nje ya ulinzi wa mchungaji ni sawa na kondoo aliyekuwa mbali na kundi. Ni rahisi kuporwa, ni rahisi kushambuliwa na adui. Usisahau waraka wa kwanza wa Petro 5:8 anasema ibilisi kama simba angurumaye huzunguka. Huzunguka akitafuta mtu ameze.
Don't forget that. Shetani anatafuta mtu wa kummeza. Mfano mzuri ni huu hapa. Musa aliwalinda Israeli kwa mikono yake ili Amaleki wasiwashinde. Yaani mchungaji anaweza asije hata nyumbani kwako, akaenda mlimani. Kinachotakiwa ni mikono ya mchungaji iwe juu. Haleluya. Mnapotoa zile sadaka, kazi yake ni kuhakikisha mikono ya mchungaji inakuwa juu. Nisije nikachanganyikiwa saa hizi mvua zinanyesha, nikavamia chapu nikaenda zangu Kasota au Bugurula, nikatafuta shamba eka 10, alafu nikawa natokea hapa Jumapili saa 2 ndo nakuja najikunguta vumbi. Asema Bwana asifiwe, nachukua Biblia yangu naipiga mavumbi. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Mnaendeleaje? Bwana wabariki sana. Hamna chochote kinachoingia kichwani. Ukinielezea wakati unanielezea kidogo. Maana si nimechoka sana. Mikono ya mchungaji wakati wote inatakiwa iwe na kadri mikono. Umeweka pale juu, anasema ikawa Musa alipoinua mkono wake, malizia wewe mwenyewe, na aliposhusha mkono wake, angalia mstari wa 12, lakini mikono ya Musa ilikuwa, wakatoa jiwe. Ndio ile sadaka yako unayotoa. Wakatoa jiwe, wakaliweka chini, akalikalia. Yani you give him relaxation, kwamba mchungaji tulia, mimi nataka kushinda. Haleluya. Kadri mchungaji anavyoshinda kwenye ulimwengu wa roho, ndivyo unavyoshinda kwenye ulimwengu wa mwili. Na mimi nakwambia nenda kashinde katika jina la Yesu. Nasema kashinde katika jina la Yesu. Kwa nini nainua sauti? Si niseme tu laini, nenda kashinde katika jina la Yesu. Ukilima shinda katika jina la Yesu. Kwenye kazi shinda katika jina la Yesu. Kila alichopanga adui nasema kishindwe kikamilifu. Musa aliwalinda hivyo. Mstari wa kwanza mpaka 11 mpaka 13. Namba 3, kutamka baraka na kutoa au na kuachilia neema. Hii hata mimi imenibidi nijifunze sana. Yaani Mungu anakuwekea mtu ambaye atatamka baraka itoke, alafu atatoa au ataachilia neema. Sikia ngonyeshe hii. Kumbe Mungu alipokuwa akiumba, yeye aliachilia neema kutoka ndani yake, akaiachilia kwa Adamu. Sawa? Lakini kazi ya kumbariki Kaini ilikuwa ya Adamu. Adamu alikosea, kwa ni kama connection ilikuwa ngumu. Lakini tunaona Henoko alipotembea na Bwana aliachilia neema kwa Methusela. Tunaona Methusela akiishi kuliko wanadamu wote. Ile sio baraka ya Methusela, ni baraka ya Henoko. Ndio maana nimesema mchungaji wenu, ije mvua lije jua, nitaishi maisha matakatifu. Kwa nini? Nataka kuwa na watu wakuu duniani. Wako wapi washirika wale ambao watakuwa kama Methusela? Mimi nikiishi miaka 100, wewe uishi 200 katika jina la Yesu. Mimi nikiishi 50, wewe uishi 100 kwa jina la Yesu. Mimi nikiishi 60, wewe uishi 120. Maana ni kutoka kwenye mamlaka. Ona nikuonyeshe. Wakati Mungu amemalizana na Adamu, akamalizana na kizazi cha Henoko, akamuinua Nuhu. Nani aliwabariki watoto wa Nuhu? Nuhu. Baada ya hapo Mungu akamuinua Ibrahimu. Nani alimbariki Isaka? Ibrahimu. Baada ya kumalizana na Ibrahimu akamuinua Isaka. Nani aliwabariki wakina Yakobo na Esau? Ibrahimu. Akamoni Isaka. Nasema baada ya Yakobo, nani aliwabariki watoto wa Yakobo? Yakobo. Baada ya hapo tunaona kila kizazi mtu anabarikiwa na aliye juu yake, kufuatana na connection yake na Mungu. Hivi unajua kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Lameki. Alipokuwa anakufa, yeye ndo mtu wa kwanza kuoa wake wawili. Kwenye kitabu cha Mwanzo nafikiri sura ya 4 si kama ya 5 pale. Anamwambia mke wake, mimi niliua mtu.
Yani jamani hamna raha. Ngoja niwaambie, mimi raha yangu ni aina ya wachungaji walionilea. Mimi sina mchungaji ambaye kuanguka kwenye uzinzi. Kwa hiyo sina hiyo historia. Sina mchungaji ana skendo ya hela. Sina hiyo historia. Yaani mimi baba zangu wa kiroho wanaweza kuja hapa na fimbo wakaniambia hiyo tabia ulitoa wapi? Na mimi ndo natengeneza kizazi cha namna hiyo. Ninakubariki wewe ambaye unaonekana una macho mema. Bwana akuinue, uwe baraka wewe na uzao wako katika jina la Yesu. Ndio. Leo ni siku ya kubariki tu. Yaani nakufundisha hapo na kubariki tu. Haleluya. Jamani haleluya. Sasa katika eneo hili Mungu anaachilia mamlaka kwa mchungaji. Utaona hapa, naomba uanze hiyo sura ya 6 anza mstari wa 21 pale. Anza mstari wa 21. Hii tukae vizuri. Anamwambia hivi. Mstari wa 22, anza 22. Anasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia. Kwani Bwana alishinda mwenyewe kuambia? Akamwambia hivi, twende. Anamwambia, nenda na Haruni na wanawe waambie, hawa ndio makuhani. Hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia. Twende. Bwana akubarikie na kukulinda. Ngoja nitembea kidogo hapa. Hilo neno Bwana akubarikie na kukulinda. Kwa Kisukuma anasema may the Lord bless you and keep you. Mikono ya Bwana ndio ikubebe. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Haleluya. Wafadhili wote wakikimbia, mbingu ikuangazie malaika na malaika wawe wafadhili zako. Nasema hivi, wakati watu wanashushwa cheo, nasema hivi, kwa mamlaka ya neno la Bwana, pokea kuinuka. 2026 iwe mwaka wa baraka kwa jina la Yesu. Mungu mwenyewe aliweka sheria, ni sheria kwamba baraka zitatamkwa na kiongozi. Yeye mwenyewe huthibitisha. Mimi sijaja hapa kubrag leo, sikutaka kuhubiri, lakini nasikia raha maana nimekuja kuwabariki watoto wangu. Listen to me. Aina ya mchungaji inataka ifanane na watu wake. Nataka uone vitu. Unakaa mahali kila siku watu wanakufundisha wewe ni wa shida, wewe ni wa shida wewe. Wewe ni wa shida wewe. Ngoja nikwambie, shida zinaweza kuwa zimepita zikatokea zikaingia nyumbani kwako. Shida Mungu hajawahi kuumba shida akaiunganisha kwenye agano la uumbaji. Shida zililetwa na dhambi zetu, lakini shida sio maisha yetu. I am talking something from God. Nasema hivi, shida ni kitu kilicholetwa na dhambi. Yaani shetani alipanda magugu kwenye mbegu njema, lakini mpanzi alipanda mbegu njema. Na mpanzi ni Mungu Baba wa mbinguni. Ametuwekea hapa kutamka, ninachukua koleo, ninachukua rato, ninachukua jembe, ninang'oa magugu yote kwenye maisha yenu, nami napanda mbegu njema zilizoto baraka, zilizoto neema, zilizoto ushindi. Nasema kila utakapopita, Bwana aende na wewe. Mamlaka hii mamlaka kwa lugha ya Yunani inaitwa exousia. Exousia. Naweza kuja shambani kwako, nasikia tu baba napanda. Ambia haya, uko shambani? Nakuja. Miguu inabeba exousia. Kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapo kanyaga. Kuna mtu yuko hapa amewahi kuniletea mpunga wa kwenda kupanda. Nafikiri kwa kilo 1.5 hivi. Yuko hapa. Alipokwenda kuanzia pale, alikuja amevaa shati, siwezi kusahau ile shati la mistari. Ameshuhudia hapa, ila sitaki kumsema kwa sababu sijamwambia. Amekuja na shati la mistari na suruali yake nyeusi. Alikuwa amevaa sendo ile siku. Akaniambia, baba naenda kupanda mpunga. Akaenda na mpunga wake. Akarudi akaniletea fungu la 10. Akaniambia, baba nimepata tani 1.2. Ninaye ofisi ilikuwa pale chini ya ule mti. Inawezekana wewe hauna mtaji. Ninasema hivi, kutamka baraka na kuachilia neema ni mamlaka ya kiungu juu ya maisha ya wachungaji. Pokea hiyo na iwe sehemu ya maisha yako. Jua kanisani umenuna, unaondoka umenuna. Wewe wapi wewe? Saidia mwangalie jirani yako, ambaye bado umenuna tu mpaka. Kama unasali kwenye kanisa ambalo mchungaji haijui Biblia
na kanuni za namna anavyoachilia neema kwenye maisha ya watu. Neema hizi zinatofautiana. Haleluya. 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 Maneno ya baraka ya mchungaji yanabeba uzito wa kimbingu. Hufungua milango iliyofunga, huondoa vizuizi, huanzisha msimu mpya wa mafanikio. Ninasema mwaka huu, bahati nzuri tuna watu hapa tunajua tunachofanya. Wale watu wanaojua mnachofanya, nasema mwaka huu weka mstari kwenye kiwango chako cha mwaka huu. Tangaza kiwango cha mwaka ujao katika jina la Yesu. How comes? Yaani inakuwaje unakaa kiwango kile kile? Toka kwenye hicho kiwango. Piga mtu kofi kama unaweza mwambie toka kwenye hicho kiwango bana. Nimepata faida 0.5. Mwangalie jirani yako mwambie ni wewe kweli au ndugu yako. Yaani nimefanya kazi nimepata faida 0.5. Alafu kutana huko na mchungaji giant namna hii. Yaani akitembea tu wanaona ananukia hela. Makashatalama. Ngoja nikwambie kitu. Mtu hawezi kukupa ambacho hana. Tobias, nikikushika mkono namna hii nikwambia twende, unajisikiaje? Yaani hapa tunaenda mwanangu, uko na baba. Tunafika mahali kwenye ofisi ya mdomea. Habari yako? Unajisikiaje? Yaani unajisikia? Uko na mzee anaeleweka. Sasa kama ninaeleweka nataka ueleweke. Eleweka kwa jina la Yesu. Ndio maana yangu, ueleweke. Watoto wetu wakiwa shuleni waeleweke. Haleluya. Haleluya. Sio natembea na wewe alafu naogopa huyu nitaambiwa ni wa nani jamani. Wazazi nafikiri mnanielewa. Si unajua? Yaani kuna namna ambavyo jamani huyu mtoto nitaambiwa ni wangu kweli huyu. Mbona hafanani? No, fanana. Na achilia neema ya kufanana. Kama unapenda kuvaa saa mkono wa kulia, anza kuvaa kesho. Kama unapenda kunyoa kama mimi, nyoa kuanzia sasa. Unapenda kuvaa masuti ya hivi mazuri, pokea kuvaa kwa jina la Yesu. Na mtaji uwe wa kwako. Unajua kuna tofauti ya kupewa nguo na kununua ya kwako. You feel like I am very free. Nasikia raha maana mwenyewe najua nimependeza. Ninaye Yesu nimeahakika. Nafanya mchezo nini wewe? Unafaa mchezo nini? Mwambie wenzako unafaa mchezo nini? Kuwa na mchungaji sio kwenda kanisani na kuteswa na zaka na mafungu ya 10. Hamna. Unatakiwa wakati unatoa moyo wako unapita, yani itafika saa ngapi nipate ya kutoa. Si unanielewa sawa sawa? Yaani unasikia moyoni I feel like naenda kuchukua baraka, naenda kuchukua neema. Kwa nini? Milango ifunguke. Kwa nini? Vizuizi vivunjike. Kwa nini? Nianzishe majira mapya. Ufunuo hapo ukoje? Look at the revelation. Kumbuka, revelation is the power of relevance. If you are not a person of revelation, you are not a person of relevance. You are not relevance. Ufunuo ndio unakufanya uwe wa leo. Ukisasa sio kuvaa suruali zilizo chini ya makalio. No, ni kuwa na ufunuo wa neno la Bwana. Ufunuo unasemaje? Baraka ya kiongozi ni njia kuu ya Mungu kuhamisha neema juu ya watu wake. Haleluya. Jamani, haleluya. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Anasema Bwana akuinulie uso wake na kukupa nini? Mstari wa 26 anasema ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia. Wangapi wanaamini sisi ni wana wa Israeli kwa njia ya ahadi kwa jina la Yesu? Basi pokea hiyo baraka na iwe ya kwako, na shetani asikuzuilie chochote. Na kila unaposikia imetamkwa, ipokee kama ya kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Naenda vizuri. Namba 4. Kuongoza vita vya kiroho na kuleta ushindi. Mamlaka ya kuongoza vita vya kiroho na kuleta ushindi. Ni hapo tu tulipotoka tunarudi. Tunachezea mle. Kutoka 17:11 hadi 13. Uwepo wa Musa kama mchungaji ndio uliamua ushindi wa Joshua. Look at me. Naomba watu wanne. Watu wanne. Wawili wapande kwa madhabahuni. Mmoja asimame hapa.
Haya sasa, hili ni jiwe. Hawa wote tumeenda nao kwenye maombi, lakini kiongozi wa vita huyu ndio Yoshua. Haya, Yoshua ingia vitani. Yoshua anaongoza nyie wote kwenda kupigana vita, watu wote wenye level ya kuweza kupigana vita kuanzia miaka 20 na kuendelea wa Israeli. Alafu kuna kamtu kamoja huku kazee kana zaidi ya miaka 80. Kamtu kamoja kana miaka zaidi ya 80. Wenyewe sasa njooni tuanzie huku. Wanatoka kwenye hilo kundi. Maana anasema nitachukua mtu mmoja wa kabila moja. Utasoma vizuri hiyo Yeremia 3 kuanzia mstari ule wa 13. Nitachukua mtu mmoja wa kabila moja, naam wawili wa jamaa moja. Kwa hiyo wale wawili Mungu anachukua mtu kati ya hiyo jamaa. Yaani mimi ni ndugu yako. Kabla sijawa baba yako, mimi ni ndugu yako. Ndio maana Musa alitoka ndani ya Haruni. Yaani huku kuna dada Haruni na huku kuna kaka, huku kuna dada Miriam na huku kuna kaka nani? Haruni. Hawa Bwana anachukua, anasema hizi ngoma zinaweza kuwahudumia. Musa akasema, Huri twende. Haruni twende. Haruni ni kaka yake kabisa na Musa wa damu. Shika mkono bro. Nyie mnanitegemeza maana na miaka 80. Tunaenda zetu mlimani. Tukapanda mlimani. Tulipofika mlimani, nyie mnaweza kukaa tu mkapumzika, hata unaweza kukalia hata ili jiwe. Alafu Musa yuko pale, ana company. Angalau he feels ana company. Hallelujah. Mwambie mwenzako acha basi tabia za kumtenga mchungaji aisee. Unajua unapoteza sana. Yaani unanitenga. Mimi nataka company pia. Unajua moja ya gharama za uongozi ni nani? Ni upweke. Niwataje majina wale ambao mmenitenga? Niwataje? Nikutaje? Wewe unafikiri hivi? Ngoja nikuulize, umewahi kuwaza ngoja nimpe Haruni na kiti? Maana Haruni ni kaka yangu. Haruni ni bro. Hebu kaa Haruni asijakangua. Sasa hawa wananipa company. Niko mlimani kwenye madhabahu ya Bwana. Sijui hata mateso mnayokutana nayo. Kwa hiyo ili niwasaidie, niachilie ushindi kwenye vita yenu, na kwa zangu niko pale. Maana anayejua shida zenu ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Jamani haleluya. Kupigwa vizuri. Kazi ya hawa ni kuchukua jiwe. Chukueni basi jiwe. Wanalileta jiwe, wanaliweka hapa. Alafu wanajua msingi wa mafanikio sio maneno mengi, ni mikono kuwa. Kwa sababu wameshagundua mikono ikiwa chini tunapigwa, mikono ikiwa juu tunashinda. Wanashika mikono. Shika mikono. Haya, Yoshua endelea kushambulia. Hata kama Yoshua yuko mkanisani, labda Yoshua ni Gideoni, anapiga maombi ya hatari, mikono yangu iko juu. Sina kinachonisumbua akilini, sina kinachosumbua moyo wangu. Kadri mikono inavyokuwa juu kwa muda mrefu, ndivyo ushindi unavyoendelea wa kudumu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Hivyo tu. Nendeni mkakae. Hivyo tu. Yaani hivyo. Kadri mikono ilivyokaa juu, ndivyo ushindi ulivyopatikana. Na Mungu akupe kushinda katika jina la Yesu. Watu waliokuwa chini ya Musa walishinda kwa sababu ya mamlaka yake juu ya vita. Yaani ile mikono ilionyesha tuko juu. Na Biblia inasema utakuwa juu tu wala sio chini. Haleluya. Ufunuo. Mchungaji anayesimama vizuri huamua hatima ya kundi lote katika vita vya kiroho. Ngoja niwaambieni kitu. Maisha yoyote unayoishi, hata kama ni ya dhambi, yameanzia rohoni. Maisha yoyote unayoishi. Kuna wengine hapa mna maboyfriend hamwezi kuwaacha. Siongei na wewe, naongea na ndugu yako. Yaani una yule boyfriend na umeshindwa kumwacha.
Humpendi, yani humpendi hata kidogo, ila ndio hivyo alishakushika yuko easy. Amekuning'iniza kama samaki kwenye ndoano. Sio wewe, ni jirani yako. Msingi huko hapa. Hiyo ni vita ya kiroho. Nataka nifafanue kitu kidogo hapa. Watu wa Mungu sikilizeni. Mimi ninawajua wanaume na wanawake walioshindwa vita za kiroho kwenye eneo hili vibaya sana. Wala hajui kama ni vita ya kiroho, lakini yupo kanisani. Unakuta ni mwanaume yuko kanisani, ila ana mwanamke anayemnyonya. Na ukisha zini, kila unachopata kinagawanywa mara 7. Everything you do, every benefit you get, na hata mtaji unagawanywa mara 7. Zinaa moja inakata mtaji wako mara 7, unaachiwa moja ya 7. Lakini uko hapa na unaamini mimi siwezi kwenda kwa mchungaji. Namshukuru kuna kijana mmoja hapa alinifuata mwaka jana. Ninambariki Mungu kwa ajili ya yule kijana. Akaja akaniambia, mchungaji mimi natesewa hapa. Hii hapa ni kamba. Huwezi amini, niliweka mkono nikamwambia kuanzia leo na uwe ushindi kwenye eneo hili katika jina la Yesu. Juzi akawa ananipa ushuhuda. Iko hivi. Daudi alimhitaji Nathan. Ni mfalme mwenye heshima, ili ashinde lile pepo alilotoka nalo la kumuua Uria na kulala na mke wake. Ili ashinde alimhitaji nabii mdogo tu, Nathan. Mchungaji hayuko pale kukuhukumu, yuko pale kukusaidia. Wewe leo umetongoza yule, hapo unafikiri uko sawa, una mapepo ya zinaa na haujui. Nikwambia hivi, utashangaa tu mtaji hata ungewekeza kiasi gani, wakati wa ile fedha kugawanyika mara 7 ukifika utarudi chini. Shida ni nini? Vita ya kiroho umeamua kupigana mwenyewe. Sisi tumewahi kukosea, tunajua kanuni. Na kwenye kitabu cha Isaya 28:10 anasema ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, haibadiliki. Mchungaji hayuko pale urembo, sijaja hapa nguo ninayovaa nataka ni kuinfluence, nyimbo ninazoimba nataka ni kuinfluence. Yaani chochote ninachofanya hapa nataka kibadilishe mtazamo wako kutoka kuwa mtu wa kawaida ujione vile Mungu alivyokuumba wa thamani. Ndio shauku yangu. Kama ni wewe sema amina. Haleluya. Mchungaji anayesimama vizuri huamua hatima ya kundi lote katika vita vya kiroho. Mimi ninawajua watu wanangu ambao wameshindwa kabisa kumaliza vita kwenye maisha yao. Usiwe wewe katika jina la Yesu. Mlango uwe wazi mbele yako katika jina la Yesu. Namba 5, mamlaka ya kuibua vipawa na hatima za watu. Mungu ameweka juu ya mchungaji wako mamlaka ya kuibua kipawa na hatima yako. Wewe hauwezi kufa, yani kabla hujaokoka na sasa nyinyi ni watu wawili tofauti, sawa sawa na Wakorintho wa 2:5-17. Ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Kama ni wewe sema amina. Na kama umekuwa kiumbe kipya, una njia mpya ya mwelekeo wako. Na sikiliza, haijalishi umewahi kutoa mimba ngapi, haijalishi umewahi kulala na wanawake wangapi. Jana mmoja aliniambia, yani mimi mchungaji sijui kama naweza kuokoka. Kwa nini? Yani wanawake niliolala nao wanaweza wakatoka hapa mpaka Mara na kurudi na hajafika miaka 40. Sijui kama ana 35. Ni mdogo. Anaambia wanawake ndio, mchungaji mimi nikiokoka nitaishije? Nimeshazoea wanene, wenye makalio, wasiokuwa nayo, wenye miguu, werefu. Yani yeye ndio wako. Amefungwa yuko pale ameninginizwa. Hata kama wewe ni wa namna hiyo, sikiliza nikwambie kitu. Hapa hii sio podium. Hii ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Hatuombi kwa sababu ya wale walio porini. Tunaomba kwa ajili yako wewe uliyekuja, ili kwamba ukifika hapa badiliko liwe kamili katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi wanakuonaje watu, ni wao. Mungu abadilishaye mambo ametuachilia mamlaka. Haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Ona Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake akambusu. Akasema, je, Bwana akukutia mafuta?
Yaani aliyeshika kichupa ni nani? Samueli. Lakini anasema nani amempaka? Bwana, kwa sababu ni kile alichoambiwa na Bwana. Haleluya. Jamani, haleluya. Samueli alimpaka Sauli mafuta, na moyo wa Sauli ukabadilishwa mara moja. Utasoma hiyo sura, angalia mstari wa 9. Mchungaji ana mamlaka ya kufungua kile kilicholala ndani ya mtu: vipawa, neema, wito na hatima. Hakuna aliyeinuliwa bila mchungaji nyuma yake. Tupeleke mstari wa 9. Siku kabla mstari wa 9, twende mstari wa 4 na wa 5. Hapa anasema nao anza wa 3. Angalia, anasema kisha utakwenda mbele kutoka hapa na kufika mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana na wewe, wanakwea kumwendea Mungu huko Bethel. Mmoja anachukua wanambuzi 3, na mwingine anachukua mikate 3, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Angalia mstari wa 4. Nao watakusalimu na kukupa mikate 2, nawe utaipokea mkononi mwao. Mstari wa 5 anasema baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Mstari wa 6, nawe utatabiri pamoja nao. Mstari wa 6, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Sauli alipotoka nyumbani kwa Sauli alipotoka nyumbani kwa Samueli hakuwa ana kovu. Hata nikiishia hapa nitakuwa nimekusaidia. Sauli alipotoka nyumbani kwa Samueli hakuwa na kovu. Nisaidie kumtikisa mtu hata kama hajaelewa huko mbele kuna nini, mwambie hakuwa na kovu. Hakuwa na alama. Masikio yalikuwa hayajabadilika. Kichwa kilikuwa ni kile kile, na nguo alikuwa amevaa zile zile. Nini kilichokuwa kimetokea tu? Ni mafuta tu alikuwa amemiminiwa. Hebu sema ni upako tu ulibadilika, na upako hauonekani. Jamani, haleluya. Lakini mstari wa 9, tena mstari wa 9. Jamaa anaondoka amepokea maelezo. Anasema ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatokea siku ile ile. Unapotoka hapa, kama kiwango chako cha imani kinatosha kuamini mafuta Bwana aliyonipaka, haijalishi kuna jambo gani, wewe nuia. Nasema nuia kule ndani ya moyo wako. Sema nikitoka hapa sitoki kama nilivyoingia. Mpenyo unatokea, na ninakwambia katika jina la Yesu, sawa sawa na haja ya moyo wako Bwana atakupa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana asifiwe sana. Hii inatokea sura ya 9. Naomba tusisome huko. Angalia, kuna ufunuo hapa. Hatima haiibuki bila uwekaji wa mikono na tamko la mamlaka ya kiroho. Kuna hatima zinahitaji ufike mahali uwekewe mikono. Nini maana yangu? Nataka nikuhakikishie, kuna watu watakuzunguka watakwambia huyo mchungaji wako acha naye njoo uwekewe mikono huko. You need to know where you connect. Ukisoma sura hii ya 9 mstari wa 5 hadi wa 8, unamuona yule mtumishi wa Sauli anamwambia Sauli, kwenye mji huu kuna mtu wa Mungu kweli kweli. Hebu sema kuna mtu wa Mungu kweli kweli. Unapaswa kujua mchungaji wako awe kweli. Yaani hata kama ni mimi, kama hujaniona mimi ni mtu wa Mungu kweli kweli kwa ajili yako, tafadhali tafuta mtu wa Mungu kweli kweli kwa ajili ya maisha yako. Nenda katafute na shikamana naye kikamilifu. Ale sadaka yako, ale na zaka zako, ale malimbuko yako, ale kila kitu chako. Kwa nini? Kwa sababu bila mtu wa Mungu kweli kweli hatuendi. Baadaye Sauli akamwambia, tunaendaje? Mimi sina chochote. Sauli ana akili, anajua mtu wa Mungu kweli kweli hafuatwaji mikono mitupu. Alafu nini kinatokea? Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpeleke
Umpelekee mtu huyo kitu gani? Asanteni kwa kuja na sadaka. Nasema asanteni kwa kuja na sadaka. Mara moja kwa mwaka, lakini ya maana katika jina la Yesu. Mimi nikiona pamependeza najua mmekuwa katika jina la Yesu. Nikiona sakafu inang'aa nasema mmekuwa katika jina la Yesu. Kama mlivyoongezeka kwenye namna ya kutengeneza nyumba ya Bwana, Bwana aongezeke kwenye maisha yenu katika kuyapamba na kuyastawisha katika jina la Yesu. Haleluya. Sauli anasema maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi wa jamaa? Naona hana kitu. Angalia mstari wa 9. Anasema yule wa 8 anasema yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha, nitampa huyo mtu wa Mungu. Fedha hiyo atuambie njia yetu. Mwambie mwenzako robo ya shekeli. Sema robo ya shekeli. Hana hela nyingi, ana robo ya shekeli. Yaani ninatamani somo hili ningewafundisha Jumapili iliyopita. Ili ujue wewe sio mtu wa kawaida. Mwambie mwenzako robo ya shekeli inaweza kubadilisha maisha yako. Hatima ya Sauli haikuwa kwenye vitu alivyo navyo, ilikuwa kwenye moyo alio nao. Nimeangalia leo watu wengine wako jamani, yani ngoja nikwambie kitu. Ulikuja kunisherehekea sio kwa sababu yangu. Ila mtu anapokuja kanisani anatakiwa atengenezewe mtazamo wa yeye kuwa mtu mkuu. Jamani, haleluya. Namna ya kuwa mtu mkuu ni kulelewa na watu wakuu. Kwa hiyo wale wanaoelea maisha yako hubadilisha mtazamo. Unapofanya vitu kwa watu, tunaona moja kwa moja kwenye Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa. Kipimo kile mpimacho hicho kitapima, lakini mara hii kitajaa, mara hii kitasukwa, mara hii kitashindiliwa, mara hii kitamwagika. Hata watoto wako watakutana na baraka ya sadaka ndogo uliyoitoa katika jina la Yesu. Kumbe ndio maana Roho Mtakatifu alitaka leo nihubiri. Nimegundua ninakubarikia katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo umegusa, nasema wale mliokopa, najua nasikia moyoni mwangu kuna mtu alichukua mkopo hata kama ni wa 2000 unadaiwa. Ninasema katika jina la Yesu, madeni yafutwe kwenye maisha yako, maana unapokea baraka katika jina la Yesu. Iko hivi, Mungu anataka kila mtu anakuja nyumbani kwake aonekane kifalme. Sikiliza, naomba niwekee hapo Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6. Jamani, mbona muda umeisha kwa kwangu? Muda wangu umeisha. Weka pale. Lakini nasikia nguvu ya Mungu. Ufunuo 1:5 na 6. Weka tano kwanza. Angalia. Anasema hivi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Hii sio sheria. Shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Mstari wa 6. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Sasa unakuja na ndala kanisani, wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu. Nywele ukienda saluni unasema, ukiambia shilingi 2000 unasema jamani hela nyingi hivyo. Yaani hata 2000 unataka upunguziwe. Wewe ni mkuu. Sikiza ngwambie kitu. Unapokuja kanisani unataka ukuzwe, utengenezwe, uchongwe, ugeuzwe, uanze kufanana na mfalme Yesu Kristo. Maana amekufanya kuwa ufalme. Hallelujah. You are the kingdom. Sisi ni ufalme. Hallelujah. Na sisi ndio wana wa huo ufalme. Haleluya. Kama wana wa ufalme tumekuwa wafalme pamoja na. Kama unanielewa, inua sauti, inua kigelegele, ushangilie ufalme wako. Ngoja nikwambie, wale wachungaji walipokaa mwaka 1960 waligundua washirika wao ni maskini. Yaani waliangalia washirika, ngoja niwaambie, washirika wa Pentecoste tangu mwanzo wasiojua kutoa walikuwa maskini. Wakasema tutawatoaje? Wakakaa kwenye Biblia, wakafanya utafiti, wakagundua kanisa ndio taasisi kubwa zaidi duniani, lakini ndio taasisi maskini zaidi. Wakajiuliza nini? Wakarudi kwenye neno la Mungu. Akasema Yesu, rudi mstari wa 5.
Yesu alipokuja duniani, mstari wa 5, Yesu alipokuja duniani alitununua kwa damu yake kutoka kwenye ufalme wa nguvu za giza. Akisha kutununua akatuhamisha, sawa sawa na Kolosai 1:13. Alipotuhamisha hakuishia kutuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Anasema hivi, aliye shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Yaani bro, alikufa ili hata waliokufa awe mzaliwa wa kwanza. Come on, na mkuu wa wafalme. Kwa nini ni mkuu wa wafalme? Ngoja nivunje kidogo. Ilikuwa hivi, kabla mfalme hajafa, mtoto wake hawezi kutawadha kuwa mfalme. Lakini kabla mfalme hajazikwa, mtoto utawadha kwanza kuwa mfalme. Maana lazima mfalme asimamie mazishi ya mfalme. Sikiliza nikwambie kitu. Siku ile Yesu alipokwenda kaburini, alikwenda na utumwa wangu, alikwenda na mateso yako, alikwenda na laana yako. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Isaya sura ya 53, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amechukua adhabu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa mabegani pake, na kwa kupigwa kwake sisi tumenunuliwa. Nimenunuliwa. Hey. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Hatima yako lazima ibadilike. Labda uwe hujaja Penueli. Nasema hivi, lazima ubadilishiwe hatima katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwaka huu nimemwambia Mungu, sijaona bado kuna magari yanapaki Geita 0 kilomita. Ni watu gani hao wanaonunua? Ni nani ananunua? Yaani hakuna hata mmoja ambaye ana ubavu wa kusema nataka ninunue Range Rover ya mwaka jana. Ukikaa unasema jamani, hiyo hela yote hiyo, sikiliza, ni yote kwa sababu una. Ukipata utasema nanunua hiyo katika jina la Yesu. Nikutana na jamaa mmoja Cape Town, ananiambia aliona gari moja tu iko mjini moja tu, Johannesburg yote. Johannesburg ni mji mkubwa. Unatoka huko mpaka Mwanza. Akaona iko gari moja, Mercedes Benz imetoka mpya moja. Akasema, akaenda showroom akasema jamani, kuna Mercedes Benz nimeiona. Mnayo? Akasema hapana. Akaenda kiwandani akasema nimepiga picha hii Mercedes Benz, mnaweza kunitengenezea ndani ya siku ngapi? Akasema ndani ya siku 14 unaweza kuipata. Akasema okay, sawa, naomba niipate wiki ijayo. Wakaassemble. Ni mtumishi wa Mungu huyo. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu tu, mfanya biashara. Akikaa kwenye kiti anakaa, Mercedes inajifungua yenyewe. Anatumia Rolls Royce, ana Bentley, ana G-Wagon, ana magari kwenye yadi kama ya kwake. Kwani wewe ulilogwa na nani? Kama ulilogwa na shetani, Yesu aliondoa laana na ulozi wote ameondoa. Kama umelogwa na babu zako walikufa, na Yesu bado yu hai. Kama umelogwa na shangazi yeye anakufa, Yesu bado yu hai. Kama ni wajomba wamekufa, Yesu yu hai. Baraka ni yake yako katika jina la Yesu. Cha muhimu tu ni lazima niachilie. Namba 6, kufundisha na kujenga imani. Namalizia namba 7, tuombe. Japo chini kwa kuna vitu vingine sitaki, nataka tuombe baraka. Kwa vitu vingine mtavikuta kwenye group letu. Kufundisha na kujenga imani. Matendo 20:28 anasema jilinde nafsi zenu na lile kundi nalo ambalo Mungu amewaweka juu yake. Mchungaji upewa mamlaka ya kuinua kiwango cha imani, maarifa ya neno na uthabiti wa kiroho. Hapa sasa ndio fimbo zinakuaga. Hapa. Ujaja ibada, kuna yule anampigia simu. Hello Joy, sijakuona ibada leo mwanangu, unaendeleaje? Alafu kuna wana anasema, "Halo." Kwa hiyo sasa hivi shetani ameshakuwa mkubwa kuliko Mungu. Pumbavu sana, sasa hivi umeamua utaki kumwabudu Mungu, unaabudu kazi yako. Tena wewe ni mjinga, una akili. Badilisha mtazamo wako, maana utakufa maskini. Hawa hivyo lazima wawe watu ambao wanatengenezwa kidogo. Yani kuna mahali kuna daraja wanatakiwa waende. Sio kila mtu anapigiwaga simu ya hivyo. Usifikiri kila mtu anamkemea. Ukiona unakemewa ujue kuna namna yako. Kuna mahali unatakiwa uende. Wewe ni mkubwa kuliko maneno.
Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Hapa kwenye mafundisho hapa mafanikio ya muamini utegemea kasi, speed. Ningetamani nikae hapa hata saa nzima nikufundishe kuhusu speed. Wenda ukiniona mimi niko hapa kanisani, niko asubuhi, niko jioni, unadhani labda mimi pia ni kama wachungaji wengine, naweza kulala. Yule dada amesema pale alituma message ikakaa mwaka haijajibiwa, miaka 4 haijawahi kujibiwa. Alafu ananitumia mimi, nafikiri kwa kama saa 6 na kitu hivi, niko madhabahuni kwangu nalia. Nikasikia message imeingia pap, naombea kanisa. Nikaangalia, nikagundua huyu ni mtoto. Ikajibiwa saa ile. Sio kwa sababu nyingine, niko online. Kwa nini niko online? Kwa sababu kuna watu wanatakiwa wawe online. Mimi nikilala wewe nakuachaje? Hebu jiangalie. Yaani mpaka sasa hivi una print, yani mwanangu ni hapa tu. Unasema jipe moyo utashinda. Wimbo wa walokole. Yaani hapa unakuja kanisani, jipe moyo. Hata bodaboda huwezi kulipia. Jipe moyo. Alafu ikifika Disemba mchungaji anasema haya, wiki ijayo ni wiki ya kanisa, mwezi wa 11 wote kanisa mtahudumu, na wakati mtakuwa mnajiandaa kwa ajili ya siku ya kutambua. Mnatambua kazi gani? Ipi wakati mwaka jana huko kama mwaka huu, na mwaka huu utakuwa kama mwaka kesho? Ipi yani? Sitaki. Hapa nimekasirika, sitaki. Nataka nione hatua. Haleluya. Kama ulikuwa unakuja jipe moyo, angalau mwaka kesho uje matumaini mpaka kufa. Angalau unasaga baiskeli, unafanya zoezi la hiari ambalo halina matatizo. Angalau nikuje mwaka kesho unasaga. Ukitoka kwenye kusaga, tukute angalau una matairi. Hata kama unasukumia gearbox clutch inasukumiwa kwenye mkono, angalau. Mwaka unaofuata tukute na wewe unatembea kwenye kivuli. Yaani unasafiri unatembea kwenye kivuli, unaenda ukiwa umekaa. Na hii ni baraka ya watoto wa Mungu. Maana magari ya baba yako ni maelfu. Kama ni yako, pokea katika jina la Yesu. Sasa kweli getu, kama ndio hivyo, wewe kwa ujinga wote uliojifunza toka ukiwa mdogo mpaka leo, nikubembeleze? Yaani mimi nikubembeleze kweli? Hebu nisaidieni jamani, niwabembeleze kweli hapa? Nataka mtu apandishe wakati mimi mwenyewe ndo napandisha. Muda umeenda sana, sikutamani kuhubiri. Angalia, ufundishaji wa mchungaji ndio uweka msingi wa mambo yafuatayo. 1, uadilifu. Kwa maonyo, makemeo. Haya ni makemeo. Unajua hiyo wakati unaandika haya mambo nayo mambo mengi sana. Makemeo, makaripio. Unayaona wapi? Kwenye Mithali 5:23. Mithali 5:23 anasema hivi, atakufa huyo kwa kukosa maonyo, ataangamia kwa wingi wa ujinga wake. Kwa hiyo mimi nikae na wewe, nikiona ujinga natakiwa kuwa na fimbo mkononi. Mchungaji yeyote kwenye kitabu cha Zaburi ya 23, Yesu anasema pale kama mchungaji. Anasema pale kama mchungaji. Anasema hivi, Bwana ni pale chini, nafikiri mstari wa 4 anasema, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Gongo ni ulinzi, fimbo ni marudi. Haleluya. Maonyo. Lakini Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 1 na wa 2 anasema, kemea, karipia, onya kwa uvumilivu wote, huku na mafundisho. Unaona? Na kuagiza, angalia, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Angalia mstari wa 2. Lihubiri neno. Uwe tayari wakati kufaao na wakati usio kufaa. Karipia, kemea na onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu unapaswa kufundishwa na kujengwa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Makaripio, mafanikio yanatokana na mafundisho. Sikiliza, uadilifu unatokana na makemeo, maonyo na makaripio. Mafanikio yanatokana na fundisho. Ndio maana mimi nikikukosa kwenye Bible study, nikakosa siku nyingi, napata shida. Unakuaje wewe? You can't grow, huwezi kufanikiwa.
Maana mtu hufanikiwa ndani kabla hajafanikiwa nje. Biblia inasema hivi, Gayo mpenzi, waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 1, kwa Gayo mpenzi, naomba nafsi yako ifanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Sema amina katika jina la Yesu. Utii, ufundisho utii, maelekezo na maongozi ndio yanayokuza utii. Lakini ufahamu na uelewa wa mapenzi ya Mungu, changamoto katika neno. Ufunuo wa hapa unasema hivi, ushindi wa maamini hutegemea msingi wa mafundisho ya mchungaji wake. Namba 7 na ya mwisho, kuachilia neema iliyo juu ya maisha yake. Watu wa Mungu, nimehubiri sasa saa 1 na dakika 8, na ninajua saikolojia yenu. Nina mambo hapa chini ya maana, lakini naomba niseme kidogo hapa. Hebu weka mikono yako juu, mpigie Yesu makofi na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hapa kuna mambo kadhaa. Katika Hosea sura ya 12 mstari wa 13, naomba uniwekee pale. Biblia inasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Mungu ili akutoe kutoka kwenye utumwa fulani, anatuma nabii. Na unabii mkuu kwenye maisha yako hapa. Sawa sawa jamani. Kufafanuliwa hili neno ndio unabii mkuu kwenye maisha yako. Naweza nisiseme na tabiri, lakini naomba nikwambie siku ya leo, nasikia moyo wangu umebeba unabii kwa ajili ya watoto wa Mungu. Hayasikia kifua changu kimebeba maziwa kwa ajili ya mtoto fulani anyonye. Ninakuombea kwa jina la Yesu, hautakuwa wa kawaida. Neema ya Bwana itakuja juu yako na kuyabadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unabii kwa nabii, kwa nabii. Angalia mstari wa 20. Yesu alipokuja akajua anaondoka. Angalia anachofanya kwa mitume. Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, na mimi na watuma na wapeleka ninyi. Mstari unaofuata anasema, naye akiisha kusema hayo akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Mstari unaofuata, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Haleluya. Haleluya. Kwa mtu anasema, ina maana mimi, mtu mmoja akasema, mimi nilipotenda dhambi nikaenda zangu mlimani. Kufanyaje? Nikachukua siku 3, yani masaa 72 ya kufunga. Maana nilienda kufanya toba. Alafu nimekuja, yani niko hapa, yani leo ni siku ya 3 sina usingizi. Kwa nini? Sijui. Naambia basi mama, nenda nyumbani kwako, Mungu atakupa usingizi sawa sawa na ulivyomuomba. Dhambi inahitaji kukiriwa, kutamkwa, kuungamwa. Na wako watu Mungu ameweka mbele yako ili wakisema Bwana akufungue na ufunguliwe kweli katika jina la Yesu. Kwa nini? Mtu anapotenda dhambi anaondoa mamlaka yake ya kiungu. Yaani mamlaka yako ya kiungu inakufa rasmi. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Pale chini anasema wote wameoza. Kilichooza kinaweza kupanda mbegu. Mbegu iliyooza inaweza ikaota. Hayoti. Sasa wewe, Biblia Mungu ametuweka sisi kuwa mawe yaliyo hai. Mmejengwa mwe nyumba ya roho. Unapokwenda kwenye dhambi unajiondoa kwenye ile mamlaka. Kwa hiyo ili urudi kwenye mamlaka, unahitaji kurudi kwenye yale mafuta yaliyoachiliwa juu yako
ili yakusaidie kufanya reconciliation. Sio kwamba Yesu yupo lakini ametoa mamlaka kwa madhabahu. Jifiche sana, lakini kuna siku utaumbuka. Neema ya mchungaji anayoachilia mchungaji, alionayo mchungaji, ndiyo daraja la kukupeleka kutoka kusudi hadi utimilifu. Kuna namna umekusudia jambo, lakini ili utimilifu wa kusudi utokee, unahitaji kufika na mtu mwenye neema inayokuzidi wewe. Ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza nenda chini, anasema kila mmoja alipewa kipimo cha neema. Kipimo, neema hatulingani. Neema ya Yesu ni moja. Anasema kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu, tena mlioitiwa. Anasema kwa unyenyekevu wote, lazima tunyenyekeane, kwa upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Anasema kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Endelea. Anasema mwili mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitiwa katika tumaini moja la wito wenu. Endelea mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Endelea mstari wa 6. Mungu mmoja naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Mstari wa 7. Lakini, emsema lakini, pamoja na kwamba sisi ni mwili mmoja, pamoja na kwamba tuna baba mmoja, pamoja na kwamba tuna ubatizo mmoja, pamoja na kwamba mimi ni kaka yako tu. Yaani ngoja nikwambie, kabla sijawa mchungaji mimi ni mshirika mwenzako tu. Yaani hapa mimi ni mshirika namba moja tu, wa kawaida kabisa. Yaani kawaida kabisa. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Mimi kipawa changu ni kukuchunga. Wito pekee ambao alikuwa nao Yesu. Hakuna nabii aliyekuwa na wito wa Yesu. Hakuna mtume aliyekuwa na wito wa Yesu. Hakuna kuhani wa kabla ya Agano Jipya aliyekuwa na wito wa Yesu. Ila Yesu peke yake kwenye kitabu cha Mathayo anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Akakuitia mtu mmoja mwenye mfano wa Yesu. Ndio maana mchungaji akitenda dhambi, ninyi wote lazima muharibikiwe, kwa sababu mchungaji anatakiwa level yake iwe level ya Yesu. Paulo anawaambia wa Korinto sura ya 11 mstari wa 1, anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Anaendelea kule anasema nifuateni mimi. Nini anachosema Paulo? Paulo anachosema ni kwamba yeye amekuwa mchungaji. Amekuwa mchungaji wa kanisa la Korinto, amekuwa mchungaji wa kanisa la Rumi, amekuwa mchungaji wa kanisa la Efeso, amekuwa mchungaji wa kanisa la Wafilipi, amekuwa mchungaji wa Antiokia. Katika kote alikokwenda, amekwenda kwa kumfuata Kristo. Na nyinyi mfuateni, maana mkimfuata yeye kama anavyomfuata Kristo, ninyi mtakuwa na sura ya Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mchungaji yuko hapa ili kuachilia neema iliyo juu ya maisha yake. Neema inayoathiri, inayotiririka kutoka kwa mchungaji ndio huamua kiwango cha kasi ya maisha ya wale walio chini yake. Tungeweza kuangalia mambo mengi, yako mengi. Matokeo ya watu walio nani, tuangalia Kora, ukaangalia Yuda, ukaangalia wale waliomwacha Daudi, ukaangalia watu wa Nazareti walikosa miujiza. Kupuuza, watu walipuuza mchungaji ni kupuuza mlango wa baraka. Tunaona jinsi ya kujiweka chini ya mchungaji. Moja, kwa kuvaa moyo wa utii. 2, heshimu na tambua neema iliyo juu yake. Utaona hapo kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 24:6-12. 3, ombea mchungaji kila siku. Kuombea mchungaji ni kujiombea, ni kuombea hatima yako. Yaani ngoja nikwambie, wakati mwingi ukisikia muombee mchungaji unasikia nini? Mimi namuombea mchungaji wangu hadi leo. Kwa sababu kumwombea mchungaji ni yaani kumwombea mchungaji ni faida kuliko kujiombea mwenyewe. Kwa nini? Namna mchungaji atakavyokuombea sio kama utakavyoomba wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukimwombea mchungaji anakukumbuka kwenye magoti yako. Haya. 4, shikamana na mafundisho ya kanisa. Acha biashara ya kutangatanga. Acha, mtu mmoja alisema, sio mimi na mnukuu, anasema acha kuwa mshirika malaya. Kila kitabu cha kila mhubiri uliyemsikia unanunua, lakini vya mchungaji wako hata akiandika ununui. Hata ukumbuki kusikiliza mahubiri yako pale kwenye grupu, hata akituma maandiko usomi wala ukomenti.
Alafu unataka baraka neema ishuke, inashukia kutoka. 5, kubali kushauriwa na kuelekezwa. 6, kaa karibu usiwe mbali. Fellowship au ushirika unalinda roho yako. 7, tafuta neema kwa unyenyekevu na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ukikaa chini ya mamlaka ya Mungu kupitia mchungaji wako, maisha yako huingia kwenye mambo yafuatayo. 1, ulinzi, mwelekeo, mafanikio, neema na ushindi wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho, kweli muhimu, kile Mungu amekiweka juu ya mchungaji kimetumwa kukuinua wewe. Yaani haiwezekani mimi nilitoka Arusha kuja huku kukaa. Kama sina mtu ninayebadilisha maisha yake, sitakiwi kuwa hapa. Natakiwa na sio kurudi nyumbani, maana nikishafika hii level nikirudi nyumbani nitaenda kusumbua wachungaji, nitakuwa kufa. Kama kuna maisha nimepewa ni kwa ajili yako. Naomba neema iliyo kwenye maisha yangu iwe zawadi ya maisha yako katika jina la Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Iwe zawadi kwa ajili ya maisha yako. Tambua, heshimu na jiunganishe na mamlaka yake, kwa sababu humo ndimo Mungu ameweka baraka zako. Simama pale ulipo. Wow. Pigia Roho Mtakatifu makofi, amefanya kazi kubwa sana. Hii